Kwa majina naitwa Amy Mawenya. Ni siku njema ambayo Mungu ameiandaa kuwa na baba askofu katika kutuingiza kazi ya uinjilisti katika usharika wangu wa Msaranga na kokote nitakapoitwa. Kama maneno ya Mungu yanavyotoka katika kitabu kile cha Mathayo 28 mstari ule wa 19. Basi mimi nitakuwa katika wale waliosema basi nakwenda kuifanya kazi ya Bwana angali mchana mapema kabla giza halijaingia. Namshukuru Mungu kwa siku ya tarehe 15 mwezi wa 3 ambayo tumekutana hapa katika usharika wa Karanga. Tumefurahi sana na maneno ya baba askofu tutayafanyia kazi. Amina. Kwa majina naitwa Iliwangu Raymond Inkia, natokea usharika wa Karanga. Kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ananipenda kupita upeo na jinsi ambavyo ananozia leo mema tena ya amani kunipa tumaini siku za mwisho. Kwa sababu kila ninapokaa na kutafakari na kujiuliza kwamba mimi ni nani mbele za Mungu, akunipa hii neema ya kuwa mwalimu na mwanafunzi wa ETE. Na akanitunza, akanipa afya njema tangu nimeanza mpaka nimemaliza awamu ya 2. Na sasa tunaingia awamu ya 3. Wajibu tuliopewa kwenda kufanya hii kazi ya Bwana. Siwezi kwenda kwa akili zangu, najua sitaweza chochote. Nasimamia neno la Mungu kutoka ile Zaburi ya 32 mstari wa 8. Nikisimu sana Roho Mtakatifu anifundishe, aniongoze na anielekeze. Na zaidi jicho la Mungu linitazama kwa sababu naenda peleka neno la Mungu ili lisipeleke makapi, na msi Roho Mtakatifu aniongoze. Kwa akili zangu sitaweza. Tumsi Roho Mtakatifu atuongoze wote kuifanya hii kazi ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Senyaeli Gabriel Mbise, nimetokea usharika wa Karanga. Kwa kweli naona leo ni furaha kubwa sana kuunganika na sharika hizi 5 kwa ajili ya kuhitimu ngazi ya 2 ambayo nimeona nguvu kubwa sana tulivyopata kazi nani mambo ya kusomea mambo ETE. Tumeenda kueneza injili shuleni, uinjilisti kwenye jumuiya. Tumeona jinsi Mungu anavyotupigania na hasa tukisimama katika msimamo ambao baba askofu amezungumza maneno ya leo. Ninaomba kila mmoja asimame kwa lile neno tulilolisikia leo. Tusiangalie ule anayesema ni leo njoo hapa anachukua mstari mmoja na kwenda kupotosha watu. Hebu tusimame na neno lililoandikwa kwenye Biblia na Mungu atatusaidia. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Helena Saltieli Munisi. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Siku ambayo nimehitimu mafunzo haya ya ETE kwa ngazi ile ya 3. Na kwenda kuifanya hii kazi kwa nguvu na bidii, nikiamini kuwa Roho Mtakatifu ndiye anayeniongoza katika huduma hii. Na kama tulivyoambiwa, siku hizi tunaishi siku za mwisho, siku ambazo ni hatarishi. Kwa hiyo mimi kwa vile nimeshaifahamu ile kweli, nimesoma neno la Mungu, nimefahamu kweli, sitaweza kutikiswa na mtu awaye yote, na pia niko tayari kufundisha na kutumika popote pale mtakavyotumwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Joseph Elfadha, natoka usharika ule wa Chekerweni. Ni furaha yetu na siku yetu kubwa ya kuhitimu masomo yetu ya theology hapa katika usharika na jimbo letu na diocese yetu ya Kaskazini. Tunafurahi sana na leo tumehitimu masomo yetu ya theology. Tunaamini kabisa Mungu atatusaidia. Nitoe wito kwa vijana wenzangu na vijana wa umri wa saizi ya kati kwamba tusiogope kuingia katika masomo haya ya theology. Ni masomo mazuri, lakini pia kwa ajili ya mafundisho mazuri ambayo baba askofu leo ametupatia kwa ajili ya kupeleka injili iliyo sahihi mbele za watu. Tunawashukuru sana, na sisi kama vijana tunaamini kabisa kanisa linahitaji vijana wadogo na watu wenye upeo mkubwa zaidi kuhusu masuala ya theology pamoja na injili, na tupo tayari kupeleka injili misioni kila mahali ili tuweze kukamilisha yale yote ambayo Mungu ameanzisha ndani yetu. Kwa machache hayo nipende kualika na nipende kuwashukuru wote, haswa kanisa, lakini pia wale ambao wametuzunguka na wenye mapenzi mema na sisi. Tunaamini kabisa Mungu atatusaidia, na karibuni sote tuifanye kazi ya Mungu huku tukisimamia kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 1 mstari wa 8. Tunaamini tutapokea nguvu kutoka juu na tutazunguka pande zote kukieneza injili kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tunashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Priscilla John. Nina furaha siku ya
leo sana kwa kuhitimu elimu ya theolojia na ETE. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ingekuwa ni mimi peke yangu nisingeweza. Nashukuru Mungu kwa sababu leo ameniwezesha kufika mahali hapa na kupokea cheti changu. Mimi ni mhitimu wa Moshi mjini. Ninafurahi sana na naomba Mungu aniwezeshe niendelee kumtumikia vizuri. Neno la Mungu kutoka Yeremia 33 mstari wa 3 unasema, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makuu usiyoyajua. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu nimehitimu leo, nina cheti. Naomba Mungu aniwezeshe, nisaidie niweze kumtumikia sawa sawa na mapenzi yake. Amen. Kwa jina naitwa Victor Geoffrey Msuya, ni muhitimu wa masomo ya theolojia, masomo ya ETE, Moshi mjini awamu ya 3. Siku ya leo nimejisikia furaha sana kwa sababu kutokana na mahubiri ya Baba Askofu jinsi alivyotufundisha akatusii kwamba sasa hivi injili imechakachuliwa sana, wamekuwa wanapandikiza mambo mengi sana, na sisi ametuonya, ametufundisha kwamba tunapoenda katika jamii tuweze kufundisha ile injili ya kweli, tukamhubiri Kristo kwa kweli na kwa usahihi na kwa usafi zaidi. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jenny Lewis Moshi, ni mmoja wa wanafunzi waliohitimu ETE daraja la 3. Tunamshukuru Mungu sana kwa kuwa tumejifunza mambo mengi katika kumtumikia Mungu na katika kueneza injili. Tunatakiwa tueneze ile injili ya kweli kama alivyosema Bwana Yesu. Katika neno la leo tumekumbushwa na Mathayo 28:16 kwamba tuenende tukahubiri injili. Tuwaambie mataifa wasiomjua Yesu wamjue Yesu. Maana sasa hivi watu kuna mahangaiko huku na kule wakihubiriwa injili za upotofu. Lakini Baba Askofu ametukumbusha tusikubali watu waende kwenye injili za upotofu, bali tuwarejeshe watu katika kanisa, katika kumjua Yesu na katika kulijua neno, kuijua kweli. Hivyo tunashukuru sana, maana neno la Mungu linasema ukijua kweli, nayo kweli itakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Innocenti Aiwinia Mafole. Ninamshukuru sana Mungu ambaye ameweza kutufanikisha katika mahafali haya ya elimu ya theolojia kwa enezi ambao tulianza tarehe 16 Januari mwaka 2019, na leo Mungu ametuwezesha wanaete wa usharika wa Moshi mjini kuweza kuhitimu masomo haya ya ETE kwa hatua ile ya mwisho, hatua ya 3. Tunashukuru sana Baba Askofu na uongozi wa dayosisi ambao wametuwezesha kuweza kupata haya masomo na wale ambao wametusaidia kuweza kutufunda hadi kuweza kufikia hatua hii ambao masomo tumehitimisha leo tarehe 15 mwezi wa 3 2025 katika usharika huu wa Karanga, jimbo la Kilimanjaro kati dayosisi ya Kaskazini. Tunawashukuru wale wote ambao wameweza kumaliza mahafali haya tukiwemo jumla ya wana ETE 89. Mungu awabariki wale ambao wametusaidia kutufunda, na tunaendelea na slogan yetu ile ambayo ni kwenda kufanya kazi na kutumika katika shamba la Bwana. Tutatumika kwa uaminifu tukiongozwa na Roho Mtakatifu, na Mungu atusaidie tukatumike kwa uaminifu katika shamba lake kuwaleta watu kwa Yesu, na watu waendelee kufurahia utukufu na wokovu wa Yesu Kristo ambao alikuja duniani kwa ajili hiyo. Wote ambao hawajashiriki ETE, karibuni sana wanaume wenzangu, na leo namba ya wanaume ni wachache 18 tu kati ya ETE 89. Naomba wanaume amkeni, Mungu anawaita, amkeni tuje kujiunga na ETE. Mungu awabariki wale waliokuja waliosoma hadi kufikia hatua hii, na wale wengine ambao wana kiu, karibuni sana na Mungu awabariki muweze kuja kutumika katika shamba la Bwana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Eunice Joseph Materu. Namshukuru Mungu kwa neema ya pekee alionipa kufikia siku hii ya leo kuhitimu katika masomo haya ya ETE, na namshukuru kwa sababu niliitwa nikaitika na niko tayari kwenda kutumika. Na nasimamia neno la Mungu kutoka Mathayo 28 mstari ule wa 20, kama Yesu alivyowaambia wanafunzi wake, basi enendeni ulimwenguni mkawafanye wanafunzi kuwa wanafunzi wangu, kibatiza kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na pia akawaamuru kuyashika yote yale aliyowaamuru, na kwa maana atakuwa pamoja nao hata ukamilifu wa dahari. Na mimi naamini Mungu ataniongoza nikaitende kazi ile kwa kusimamia zile KK3: kuitwa, kuitika na kwenda kufundisha. Amen. Ninaitwa Mchungaji Fadhili Kiwera,
katibu wa idara ya elimu ya Kikristo ya KKKT Dayosisi ya Kaskazini. Tupo leo katika usharika wa Karanga, jimbo la Kilimanjaro Kati, katika dayosisi yetu, na tumekuwa na tukio la kuhitimisha wanaete ambao ni wanakozi ya elimu ya theolojia kwa enezi, kozi inayotolewa kwa Wakristo ambao wameonyesha nia ya kulisaidia kanisa katika kueneza habari njema za Yesu Kristo kwa njia ya kufundisha vipindi vya dini shuleni, jumuiya, kuongeza nguvu katika uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, uinjilisti wa mtu mmoja mmoja. Kwa kifupi, kuimarisha Wakristo kiroho kwa njia ya neno la Mungu, lakini kuwafikia wale ambao hawajafikiwa na neno la Mungu. Na kanisa limeweka utaratibu mzuri kwamba wasiende bila kuwa na elimu au ujuzi wa huduma wanayokwenda kuifanya. Na ETE imekuwa ni moja ya njia ya kuwasaidia hawa ambao wameonyesha moyo wa kumtumikia Mungu na hawana muda wa kutosha kwenda katika vyuo vya theolojia na Biblia ili kuelimishwa. Inafanyika hivyo na wanasoma kwa awamu 3, na kila awamu ina muda wa kujifunza mpaka wanapokamilisha na kuhitimu. Leo katika usharika huu wa Karanga tumehitimisha wanaete 89 kutoka sharika za Chekereni, Msaranga Mandaka, Newland, Karanga pamoja na Moshi mjini. Kati yao 18 ni wanaume na 71 wanaobaki ni wanawake. Hili ni kundi muhimu sana katika idara ya elimu ya Kikristo kwenye dayosisi yetu, kwani wanaongeza nguvu katika walimu wale wa vipindi vya dini katika shule za msingi na shule za sekondari, lakini pia jumuiya zile za Wakristo, jumuiya ndogo ndogo katika sharika zetu. Ni watu wa muhimu sana, hasa wakati huu ambapo dayosisi yetu imejikita katika kutekeleza kipaumbele namba 1 cha mpango mkakati wetu cha ukuaji endelevu wa kanisa kufikia lengo la kupata Wakristo 162,000 takapofika mwaka 2028, lakini kuwabakiza kwa 100% Wakristo ndani ya kanisa, kuwaondolea mahangaiko ya kukimbia kwenye madhehebu, lakini kuvunjika moyo na kuliacha kanisa na kubaki nyumbani. Kundi hili ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba tunawafikia Wakristo na wasio Wakristo kwa Injili na kuwaimarisha katika ufuasi na wanafunzi wao kwa Yesu Kristo. Nitoe wito kwa sharika zetu za dayosisi ambazo bado hawajaingia katika mpango huu wa ETE kwamba waweke mpango na utaratibu, na idara inaandaa mwongozo mzuri ambao utasaidia kufikia wengi kwa wakati ili tuweze kutimiza wajibu tuliopewa na Bwana wetu Yesu Kristo wa kueneza Injili kwa watu wote. Agizo kama lilivyo katika Injili ya Mathayo mlango ule wa 28, ukianza kusoma aya ile ya 16 hata 20. Nitoe wito kwamba ni wajibu muhimu ambao kwa kweli una baraka zake nyingi. Pale ambapo limepokelewa vizuri, tumeona jinsi ambavyo wamekuwa msaada. Vipindi vya dini mashuleni vinafundishwa, kila darasa linakuwa na mwalimu, jumuiya zetu zinatunzika na watu wenye elimu ya nini wanachokifundisha, wenye uelewa mzuri wa neno la Mungu, wenye msimamo thabiti katika imani. Na tutafanya maboresho ya kozi pia, kwa sababu wanafanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Wakati mwingine wanapofika katika nyumba za Wakristo, wako wanaofikiri kwamba huyu aliyekuja ni mtumishi amekamilika, na wanapata nafasi ya kucheua na kueleza magumu wanayoyapitia, wanahitaji ushauri. Sasa tumeona ni muhimu pia
katika kozi hii ya ETE, tuwajengee uwezo katika ushauri na utunzaji kiuchungaji. Yatafanyika mengi ambayo ni kwa ajili ya kuboresha kozi hii. Subirini, mazuri yanakuja, na wachungaji, wainjilisti ambao tumeelimishwa katika vyuo, kila usharika tutatumika katika kuandaa wana ETE. Hatakuwa na ule utaratibu wa kuwakusanya tena kwenye senta moja labda ya kanda au kijimbo alafu waje wakufunzi. Wachungaji tulipo sharikani, wainjilisti waliosoma vizuri elimu ya Kikristo, kuna wale wa miaka 4 na miaka 3, hao ni walimu tosha wanaoweza kuwafundisha ndugu zetu hawa vizuri na kuandaa vizuri kwa walimu katika kanisa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ninaamini tutapokea wito huu kama ambavyo Baba Askofu ameendelea kusisitiza, tukiwa katika vikao vya wachungaji, lakini katika makusanyiko mengine anayokutana na Wakristo, akisisitiza sana Wakristo kujitolea katika kujifunza na kulifundisha neno la Mungu kwa wengine. Pamoja tukiweka nguvu zetu pamoja, ninaamini tutavuka. Asanteni sana na Mungu awabariki.